Yaani ukweli ni kwamba kama ikitokea mpaka mwishoni mwa msimu huu mechi ya dabi haijachezwa, yani ikashindikana kabisa dabi kuchezwa, inabidi bodi ya ligi wajiuzuru. Yaani watakuwa hawana sababu ya kuendelea kuwa viongozi wa bodi ya ligi, kwa sababu tunahitaji kuwa na chombo ambacho kina uwezo wa kusikilizana vizuri na vilabu, chombo ambacho kina uwezo wa kushauriana vizuri na vilabu, chombo ambacho kina uwezo wa kuviongoza vilabu kwenye njia nzuri kwa manufaa ya mpira wetu. Lakini kama ikitokea mpaka mwishoni mwa msimu dabi haijachezwa, imeshindikana kabisa, mpaka labda wamekuja kuamua mahakama au wamekuja kuamua serikali, manake viongozi wa bodi ya ligi inabidi wajiuzuru. Inabidi watafute viongozi wengine ambao watakuwa na uwezo wa kuiongoza bodi ya ligi. Hakuna kitu kibaya kama kuwa na viongozi ambao wanashindwa kutengeneza mahusiano mazuri baina ya vilabu na vilabu vingine, yani vile vilabu vyote vidogo na vikubwa. Ukiwa unaweza kutengeneza mahusiano mazuri baina ya klabu moja na nyingine, manake ni rahisi hata unapokuja na mawazo watu kukusikiliza. Lakini ukiwa hauna uwezo wa kutengeneza mahusiano mazuri, manake ni ngumu sana kutengeneza mahusiano mazuri ambayo yanaweza kukufanya wewe uheshimike kwa watu wote. Kwa hiyo mimi naamini kwamba bodi ya ligi ni chombo ambacho kwa sasa kinaongozwa na viongozi ambao ni wazuri, kina Juma Mguto na CEO Almas Kasongo wamefanya kazi nzuri sana kwenye mpira wa Tanzania. Wamefanikiwa kuifanya ligi yetu kuwa ligi nzuri sana mpaka hapa alipofika. Lakini unajua ushakuwa kiongozi, kuna wakati unafika unahitaji pia mawazo mapya Yaani unahitaji mawazo kutoka kwa watu wengine. Au labda inawezekana watu wamekuzoea sana sehemu hiyo uliopo, wanahitaji kusikia sauti mpya. Sasa Almas Kasongo pamoja na CEO na mwenyekiti Juma Mguto, Steven Mguto, wamekaa bodi ya ligi muda mrefu sana na wameongoza mpira wa Tanzania kwa muda mrefu sana. Sasa ikitokea inashindikana wao kupata suluhisho la mchezo wa dabi kati ya Simba na Yanga, maana yake kuna mambo mawili: either watu wamewazoea sana, au wao sasa wameshindwa kuwa na nguvu, au wameshindwa kuwa na mawazo mapya ya namna gani ambavyo wanaweza kuwashawishi watu. Maana yake inabidi tu wajiuzuru kwa ajili ya kuweka heshima yao, kwa ajili ya kulinda heshima yao kwenye mpira wa Tanzania. Wajiuzuru, waje watu wengine. Wakija watu wengine watakuja na sauti mpya, watakuja na mawazo mapya, watakuja na idea zingine mpya, watakuja na kila kitu kipya. Pengine tutaanza sasa kuiona ligi pia ikiwa kwenye taswira nyingine. Kwa bahati nzuri Steven Mguto na Almas Kasongo wameiongoza bodi ya ligi kipindi ambacho ligi imekuwa na pesa nyingi. Vilabu pia vimepata wawekezaji ambao wanaweka pesa nyingi. Yaani kila kitu ni pesa na pesa zinapatikana by the way. Kwa hiyo tunaheshimu kwa kile ambacho walikifanya kwa muda mrefu. So mafanikio haya pia yamechangiwa na utajiri wa hivyo vilabu. Kwa hiyo inawezekana wakaja viongozi wengine pesa zikaongezeka zaidi tofauti na wakati ambao wao wapo madarakani, au labda wakaja wakafika wakati wakapata vitu vingi zaidi ambavyo ni bora, tukapata viongozi ambao wanaweza kuja na vitu vingi ambavyo ni bora zaidi, na mwisho wa siku tukaanza kuenjoy matunda ya mpira wa Tanzania. So kwangu naamini kwamba ikitokea wameshindwa kabisa kuwashawishi Yanga na mechi kuchezwa, maana yake ni kwamba wamekosa zile sifa sasa za kuwa viongozi kwa sasa. Inabidi wa step down, waje watu wengine, kwa sababu Yanga linaongozwa na watu. Sasa ukishindwa kukaa kuzungumza na watu, maana yake kuna sehemu kuna shida. Yaani unajua hata kama mtu ni mkali vipi, lakini ukiwa na uwezo wa kuzungumza naye vizuri, ni rahisi mtu kukuelewa. So I believe kwamba bodi ya ligi ni chombo ambacho kinaongozwa na watu ambao wamehudumu kwenye mpira, wanajua namna nyingi ya kuzungumza na watu. So kama wanashindwa kuwashawishi Yanga, maana yake ndio uwezo wao umefika wapi? Pale. Maana yake pale ndio mwisho wa uwezo wao. Maana yake inabidi watafute watu wengine ambao watakuja kupushi zaidi ili kupata mawazo mengine mapya. Sio kwamba viongozi ni wabaya, no, hiyo ieleweke. Sio kwamba ni wabaya, ni wazuri. Lakini inafika sometimes kuna migogoro kama hiyo, inabidi utafute watu ambao ni problem solver wazuri. Ukiwa unasoma shule, unasoma research, kuna kitu kinaitwa problem identification. Baada ya problem identification unakuja problem solving, kwamba namna ya kusolve tatizo ambalo ni suluhisho hilo. Sasa ukiwa unashindwa kupata suluhisho ya tatizo, manake wewe bado haujaweza kuwa mzuri kwenye hilo eneo lako. Sasa hawa ni viongozi wazuri, lakini kwenye wakati ambao wanakuwa viongozi hawajawahi kukutana na changamoto kama hii ambayo imetokea. Manake kwa sababu hawajawahi kukutana na changamoto kama hii ambayo imetokea, manake ni kwamba pengine huko nyuma tulikuwa tunaona viongozi wazuri kwa sababu kuna changamoto kama hizo. Lakini sasa hivi kwa sababu kuna changamoto kama hizo ndio tunakuja sasa kuona madhaifu yao kama viongozi. So
Si vibaya madhaifu ya mtu fulani kuonekana hadharani, si kitu kibaya, ni kitu ambacho kinawezekana. Kwa mimi naamini kwamba kwa sasa hivi kinachoenda kutokea ni kwamba bodi ya ligi wakishindwa kabisa, hawastahili tena kuwa viongozi wa bodi ya ligi. Watakiwa ku step down, waje viongozi wengine, alafu tuone nao wataiongoza vipi bodi ya ligi, ili mwisho siku tuweze kushuhudia mpira ukichezwa kwenye level ya ubora wa hali ya juu sana. Simba ni timu ya kawaida, ni timu ambayo ina mashabiki wengi. Yanga ni timu ambayo ina mashabiki wengi, lakini hizi timu ni lazima zifuate kanuni. Sasa kama bodi ya ligi waliunda kanuni, inabidi hizo kanuni zitumike kusimamia mpira. Ikitokea hao viongozi wameshindwa kusimamia hizo kanuni ambazo zimetengenezwa kwa ajili ya kusimamia mpira, wakishindwa kuzisimamia vizuri, maana yake ni kwamba inabidi hawa viongozi waondoke, ili wapatikane viongozi ambao watakuwa na uwezo mzuri wa kusimamia kanuni kwa maslahi ya mpira wetu. Kanuni zipo na kanuni zinapaswa kufuatwa ili kutengeneza heshima ya mpira wetu. Tukitengeneza vizuri heshima ya mpira wetu, itatuheshimisha sisi, itatufanya sisi tupate mpira wetu uzidi kukua zaidi. Leo naona Simba wanatengenezewa jezi na kampuni kama Diadora. Ni mafanikio makubwa. Manake ni sehemu ya kwanza kuvutia makampuni mengine makubwa duniani kuja kufanya kazi Tanzania. Sasa hayawezi kuja kufanya kazi Tanzania kama tuna kanuni ambazo hatuwezi tu kusimamia kanuni za kawaida ambazo tumezitengeneza wenyewe. Kwa hiyo sometimes hivi vitu inabidi vifuatwe kanuni kama ambavyo kanuni zinaeleza. Tusikae tu kwa kubembelezana, sio imepanda imeshuka. No, we should follow hizo kanuni ambazo tumezitengeneza ili kuhakikisha kwamba mpira wetu unazidi kukua na kupiga hatua kubwa zaidi. Mimi naamini kwamba hawa viongozi ambao wapo ni viongozi wazuri, lakini kwa sababu wameshindwa kufuata kanuni, hawastahili tena kuwa viongozi wa bodi ya ligi. Wanapaswa kuachia ngazi na maisha mengine yaweze kuendelea, kutafuta viongozi wengine ambao wana uwezo wa kutusaidia zaidi kupigisha mpira wetu hatua.